Lakini Mungu ameongea na sisi kwamba mwaka ujao ni mwaka Bwana anaenda kutupanua, na kutupanua katika viwango vyote, kutupanua katika viwango ya kiroho, viwango ya kimaisha, viwango ya kiuchumi, viwango ya kiafya. Na andiko yetu mama tulisoma katika Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10. Tulisema Yabesi maana yake uchungu. Alizaliwa katika familia ya shida na wakampanga shida, lakini alipokuwa na kuja kugundua matatizo yake, Yabesi akafanya maombi, akasema Bwana, akaomba mambo 3: kama utanibariki, namba 2, na kiisha kupanua mipaka yao, namba 3, na kunilinda na adui. Basi na Biblia inasema baada ya kuomba hayo maombi 3, Mungu akajibu maombi ya Yabesi. Kwa lugha fupi, alibarikiwa. Namba 2, mipaka yake ilipanuka. Namba 3, mipango yote adui alipanga kwa maisha yake, shetani, haikuweza kufanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tukasema nini na nini inafanya mtu atoke kuwa small na aweze kupanuka, kutoka kuwa mdogo na kuweza kupanuka. Tunasema kama tunataka kupanuka kunahitaji mambo 7. Pointi ya kwanza tulisema lazima kupanuka ni kusema kuwa big. Kubarikiwa ni kusema kuwa na wewe kama wewe. Na kama watu wanataka kupanuka, tulisema lazima watu wakuwe pamoja na wakuwe na umoja, kwa sababu ni vigumu mtu apanuke peke yake, kwa sababu haujui kila kitu. Kila mtu huyu anajua, huyu anajua, huyu anajua, huyu anajua. Sasa tukasema namba 2, kama tunataka kupanuka lazima kwanza ujue chanzo. Na ndio maana Adamu alipokuwa kwa bustani ya Edeni peke yake, hakuna kitu kilikuwa kimepanuka. Ilihitaji mwanamke apatikane. Mungu akasema si vema mtu aweze kupanuka akiwa peke yake, utakwama. Hata una akili, hata una pesa, hata una mpango, utakuta unakwama. Kusudi mtu apanuke kunahitaji watu wengi, na kwa watu wengi kuweza kupanuka kufanya mambo makubwa inahitaji watu wakuwe pamoja na wakuwe na umoja. Lakini namba 2, Yabesi alitambua chanzo ya tatizo yake. Kama walikuwa maskini kwa sababu babu yao Jonadabu alisema wasilime, wasipande, wasipalilie, wasifanye jambo lolote, wakajipata wako maskini kutokana na chanzo ya babu yao Jonadabu, watu wa Rekabu. Na kama uko chini, unajua kwa nini na nini uko chini. Na nikwambia kama unataka kutoka chini na kupanuka, matatizo yako yote tupa lawama kwa watu. Na utapotupa lawama kwa watu, utajiona wewe hauna makosa. Uko hivyo kwa sababu fulani amefanya hivyo, uko hivyo kwa sababu fulani amefanya hivyo, uko hivyo kwa sababu. Lakini kama unataka kuona change, angalia makosa yako binafsi, kwamba wa Rekabu, Yabesi alielewa matatizo yao kabisa. Makabila mengine yote wanafanya kazi, makabila yote wanalima, makabila yote wanafanya mizabibu, makabila wote wanajenga, lakini wao wa Rekabu wanaamua kufanya nini? Kutokujishughulisha na kitu chochote. Kwa hiyo matatizo yalikuwa ni Mungu, matatizo yalikuwa ni shetani, lakini matatizo ilikuwa ukoo mwenyewe wa nani? Wa Rekabu. Sasa tunaenda kuona pointi yetu leo ya 3. Kama tunataka kupanuka, tutarudilia andiko yetu mama, tutasoma Mambo ya Nyakati sura yake ya 1 mstari wake wa 4, 9 mpaka 10 mpaka 10. First Chronicle chapter 4 verse 9 to 10. Un Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Kama umepata sema amina. Kama umepata sema amina. Kama hujapata sema haleluya. Basi tutasimama, tutaomba mtumishi wa Mungu Mike aweze kutusomea kwa lugha yoyote, iwe lugha ya Swahili, iwe lugha ya Kiingereza, iwe Kifaransa. Tutaenda kusikia neno.
Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema kulikuwa mtu mmoja aliheshimika. Na kwa nini wanasema anaheshimika? Kwa sababu hii familia ya Warekabu ilikuwa familia ya watu wasioheshimika, kwa sababu hawakuwa wanajishughulisha na jambo lolote. Kwa mtu kuheshimika inategemea ana nini na nini katika maisha yake, na kama una kitu chochote hakuna yeyote anaweza kukuheshimu. Na nini ilisababisha Jabesi heshimike? Alifanya maombi, akasema, Bwana naomba. Ameona tatizo, na lazima uone tatizo, ona hali uko nayo, na unapoona hali uko nayo usitupiwe lawama mtu yoyote, ujitupie lawama wewe kama wewe, kwa sababu wale wote wamefanikiwa na kuinuka, wamepitia hayo mambo yote pia na huko unayapitia, lakini wakaishinda. Sasa akasema, Bwana naomba unibariki. Namba 1. Namba 2, naomba ukisha nibariki unipanue, kwa sababu auweze kupanuka kabla hujafanya nini? Haujabarikiwa. Kwanza, kitu ya kwanza inatanguliwa, lazima mtu afanye nini? Abarikiwe. Na akishabarikiwa sasa ndio anaweza kufanya nini? Kupanuka. Na akasema, na unilinde na maadui. Na Biblia Bwana akajibu maombi yote ya Jabesi. Maombi ya kwanza ya Jabesi, aliomba abarikiwe. Na tunataka kujiuliza sasa kibibilia, mtu anabarikiwa kwa njia ipi? Sema nataka baraka ya kipesa. Kwa mtu kubarikiwa kipesa, unganishe andiko ya Jabesi, andiko Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura yake ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10, uianganishe na andiko ya Kumbukumbu ya Torati 28:12, ndio utajua vile mtu anabarikiwa kiuchumi. Inasemaje hiyo Kumbukumbu ya Torati 28:12? Kusudi mtu abarikiwe, kama tunasema, Bwana naomba unibariki, Bwana naomba unibariki. Bwana, watu wanafanya hiyo maombi sana, tunataka sote kubarikiwa, na ni kitu mzuri na ni kitu ya maana, lakini njia Mungu anatumia kwa ajili ya kubariki watu kiuchumi ni njia ipi? Kumbukumbu ya Torati 28:12, Biblia inasema, tasimama tuone vile mtu anabarikiwa kiuchumi, na akishabarikiwa ndio atoke hatua ya kubarikiwa, ende katika hatua ya kupanuka. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu ndio iko naongea na mtu kwa jina yake Musa, iko namwambia wana wa Israeli watapoingia katika hiyo nchi imejaa asali na nini na maziwa. Niliwaambia pointi hapa, Mungu akuwapatia Waisraeli nchi imejaa ng'ombe na mizinga ya nyuki, lakini Mungu aliwapatia Waisraeli nchi imejaa asali na nini na maziwa. Lakini nilikwambia vizuri, kusudi mtu apate asali na kusudi mtu apate maziwa lazima kuwe vitu ngapi? 2. Pointi ya kwanza, lazima kuwe na nini? Kuwe na ng'ombe. Na pointi ya pili, lazima kuwe na nini? Mizinga ya nyuki. Kwa jukumu ya Mungu aliwaambia wana Israeli, ile nchi nawapatia ni nchi imejaa asali na nini na maziwa, lakini Mungu akuambia hiyo nchi imejaa mizinga ya nyuki na nini na ng'ombe. Kwa hivyo watu walikuwa na sehemu yao. Kusudi wapate asali, kusudi wapate maziwa, lazima walikuwa wafuge nini? Ng'ombe. Na lazima wafanye nini? Watengeneze mizinga ya nini
ya nyuki. Kwa hivyo kwa lugha fupi, lazima watu wangefanya nini? Kazi. Sasa Mungu anasema nitabariki. Hapa ya basic unataka kubarikiwa kiuchumi na hapana. Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yenu. Kwa lugha fupi, maombi ya Yabesi ilikuwa na kinzana na mtazamo ya familia yake yote nzima ya Warekabu. Wenyewe wakuwa wanafanya nini? Hawatumiki. Kwa hivyo kwa lugha fupi, kuanzia hiyo siku Yabesi alisema kuanzia leo mimi nataka kuanza nini? Kufanya kazi. Basi hata ukuje kuomba kwa mwaka mmoja, miaka 2, miaka 3, miaka 4, kama ufanye kazi, ni ndoto ya mchana mtu kuweza kufanya nini? Kubarikiwa. Utakuwa kama Lazaro. Lazaro alikuwa anakula makombo, unapata tu inapotaka kufika jioni unataka kulala njaa, Mungu anakusikilia huruma, unaona mtu anakupatia 2,000 unakula. Sasa hiyo haiwezi kupeleka mahali popote, hiyo haiwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo kusudi mtu abarikiwe kiuchumi, kusudi mtu ainuke kiuchumi, kusudi mtu ainuke na kufanikiwa kuwa anaanza na hatua ya kwanza, lazima afanye nini? Kazi. Kwa next year, vile Mungu anatuambia ni mwaka ya kutupanua. Kwa lugha fupi, ni mwaka ya kwenda kufanya nini? Kazi. Ni mwaka wa kwenda kufanya kazi. Sisi hatuko kwa hiyo madhehebu wasema inua simu yako, utaona mara moja pesa inaingia. Pesa inaingia kwa simu yako. Ikiingia simu ya wizi, ikiingia au inatoka katika ulimwengu wa nini? Wa giza. Ikiingia aweze kuvuna mahali ya kufanya nini? Au kupanda. Lazima ufanye kazi na ndio uweze kufanya nini? Kubarikiwa. Kwa lugha fupi, next year, mwaka ujao ni mwaka wa sisi kwenda kufanya nini? Kutumika. Tena kwa kupanuka inahitaji kutumika na kutumika na kufanya nini? Na kutumika. Na tunataka kutumika next year kwa mifumo ngapi? 2. Mfumo wa kwanza hapa kanisani. Mfumo wa pili, kila watu kwa familia, kwa nyumbani kwao. Tunapata kutumika hapa kanisani, kazi ya Mungu ipanuke. Lakini tunataka kutumika manyumbani kwetu kusudi maisha yetu pia ipate kufanya nini? Kupanuka. Bila kutumika ni ndoto ya mchana. Kama upende kutumika, usitarajie kuwa chochote. Vitu vya kupewa, vitu vya kusaidiwa havipeleki mtu mahali popote. Tena vitu vya kupewa na kusaidia vinaharibika vibaya kwa sababu hauna uchungu na ujue jinsi gani hiyo vitu imefanya nini, imepatikana. Mtu mwenyewe anajua kwa kupata ile taji, ana uchungu, anajua kitu ikiharibika kuna shida fulani kusudi tuweze kupata kitu kingine. Sasa tutaenda kutumika kwa mfumo gani? Kuna wale wametumika mwaka imepita au mwaka utoko kwao na wamefika mpaka mwisho wa mwaka hakuna kitu cha maana. Lakini pointi ya kwanza, kama mwaka wa kutumika, mwaka ujao tumika na ulaumu maisha yako mwenyewe, niko jinsi nilivyo kutokana sababu mimi sifanye kitu chochote. Lakini namba 2, kama umetumika, inaweza kuwezekana umetumika nini? Vibaya. Kwa sababu sio wote wanaotumika wanapata. Kuna njia mtu anahitaji kutumika na aweze kupata, na kuna njia mtu anaweza kutumika na asifanikiwe na kuinuka na kuweza kuwa kitu chochote. Nitaenda kuambia njia rahisi ya kutumika na ya kufanikiwa. Niliona mwanangu alikuwa anajaribu asubuhi, ni kama roho alikuwa ule umoja. Ukisoma katika kitabu ya Wafalme wa Kwanza sura yake ya 16, ukianzia mlango wake wa 14 mpaka 17, tutajaribu kusoma tuone vile mtu anaweza kutumika na aweze kufanikiwa, na tuweze kuona vile mtu anaweza kutumika na akose kufanikiwa. Lakini pointi ya kwanza, kama utumike usitarajiwe kubarikiwa. Vitu vya kusaidiwa havikupeleki mahali popote. Unapopewa samaki unakula, inaisha, kesho utahitaji samaki tena. Lakini unapofunzwa kuvua samaki
basi utavua samaki peke yako na utaendelea kuwapata kila siku. 1 Samuel chapter 16 14 to 17. Samueli wa kwanza sura yake ya 16 mstari wake wa 13 mpaka 17. Biblia inasemaje? Nasimama tusome neno ya hapo, ndio nataka kukita kuongea deep. Mambo haya yalitokea kwa sababu dhambi alikutenda Baasha na mwanae Ela. Samueli wa kwanza sura ya ngapi? Samueli wa kwanza 16 kuanzia mstari wa 14 mpaka 17. Naye Roho ya Mwenyezi Mungu alimwajia Shauli. Na Roho ndio kutoka kwa Mwenyezi Mungu akamchagua. Ndipo watumishi wake Shauli wakamwambia, "Najua kwamba Roho kutoka kwa Mungu akamchagua. Sasa Bwana wewe, pamoja watumishi wako wamefanikiwa na huyo Roho kutoka kwa Mungu akamchagua mtu huyo, lakini nawe Shauli akamwambia watumishi wake, "Mtafutieni mtu huyo anaweza kufanya vizuri." Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza enda 18 kusudi tupate mzuri. Ndio wale miongoni mwa watumishi wa Sauli. Pamoja naye. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasema mwaka ujao, mwaka hii tumefeli, hatukubarikiwa kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, wengi kati yetu hakuna chochote tulifanya. Sababu ya pili, kama tulitumika, wengi kati yetu pia tulitumika ndivyo sivyo, hatukutumika sahihi. Mtu akitumika jinsi ilivyo sahihi, lazima atapata mavuno, lazima atabarikiwa, lazima atainuliwa, lazima atafarikiwa. Sasa mahali tumetoka kusoma maandiko matakatifu, Biblia inasema mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli alikuwa anaitwa jina yake Sauli. Na Sauli alipokuwa mfalme katika taifa la Israeli, Sauli, nchi ya Israeli haiongozwe kidemokrasia. Demokrasia ni kusema kura ya watu wengi, sauti ya watu wengi inavunja sauti ya watu wachache. Lakini taifa ya Israeli inaongozwa kiteokrasia. Mungu ndio ana appoint watu, wanapata sheria za nani? Za Mungu. Hata mzipende msipenda, watu wanatii sheria ya nani? Ya Mungu. Na Mungu alipomchagua mfalme Sauli akuwe mfalme, kusudi Sauli akuwe baraka katika taifa ya Israeli, ililazimika kila siku Sauli afanye sawasawa na neno ya nani? Ya Mungu. Lakini Biblia inasema Sauli akudumu katika kutii neno ya nani? Ya Mungu. Anatawala taifa inaongozwa na neno ya Mungu, lakini yeye mwenyewe kama mfalme anaenda kinyume na neno ya nani? Ya Mungu. Na kwa sababu alienda kinyume na neno ya Mungu, hakukuwa pointi mbili. Biblia sasa Roho wa Mungu akamwacha. Na wakati maisha yetu tunaipeleka kinyume na neno ya Mungu, Roho wa Mungu anatuacha. Na mtu haiko nito hapa duniani kama una Roho wa Mungu, una roho wa nani? Wa shetani. Hakuna mtu mwenye ana Mungu na ana shetani. Edo na Mungu ukijua, au una shetani ukijua, au pasipo kujua. Na roho wa shetani alipomshika mfalme Sauli, Biblia inasema akaanza kutupwa na mapepo. Washauri wa mfalme wakaona kama watu watajua mfalme ana mapepo na hii taifa inaongozwa na nani? Na Mungu, watu wote watamkataa nani? Mfalme. Ndio Biblia inasema wakaweka kikao ya baraza wa mawaziri, wakasema tutafute mtu. Wakamwambia mfalme, ikionekana huko mbele unaongea mbele ya watu na uanguke na mapepo mbele ya watu, watakukataa. Na tatizo ya mfalme Sauli,
nchi ya taifa ya Israeli aliitawala kikabila, ilikuwa na kabila 12, lakini wanatafuta mtu atakayecheza kinanda na mapepo inaweza kufanya nini? Kutoka. Duniani mpaka leo ukitafuta wachezaji vinanda ni wengi, inaburudisha, lakini ni nadra sana kupata mtu anayecheza kinanda na mapepo inafanya nini? Inatoka. Kwa hiyo kama anacheza kinanda mapepo inatoka, ni kusema huyu iko nacheza kinanda ana nguvu ya nani? Ana nguvu ya Mungu. Na ndio wakasema Mungu iko pamoja naye. Wakasema tutafute mtu anayejua kucheza kinanda. Wako wanatafuta mfanyakazi. Unisikilize. Ikulu iko natafuta nini? Mfanyakazi mwenye mwisho wa mwezi atalipwa mshahara, lakini huyu mfanyakazi wanaomtafuta lazima afanye nini? Ajue kufanya hiyo kazi. Na hii kikao ilifanyika Jerusalem, capital city. Na katika kikao wakajaribu kuangalia picha ya Jerusalem nzima, wanapata vijana wengi wanajua kicheza kinanda, lakini inaburudisha. Lakini katika hiyo kikao ukapatikana mtu mmoja, mtumishi wa Sauli, akasema kule Bethlehemu mimi nilienda mara na mara, nimeona kijana mmoja mtoto wa Jesse anajua kucheza kinanda vizuri, na yake si ya kuburudisha, lakini mapepo inafanya nini? Inatoka. Namba 2, ni mtu shujaa, ni mtu hodari, na Bwana yu pamoja naye. Unasikiliza vizuri? Na habari ilipopatikana kwamba Daudi anajua kucheza kinanda, haikujalisha ametoka familia gani. Daudi ametoka kwa familia maskini, haikujalisha amesoma au hakusoma. Daudi hakwenda shule, haijalishi kama anajuana au asijuane, lakini Daudi kwa sababu ana kipaji ya kujua kucheza kinanda, wakaenda kumtafuta kijijini Bethlehem, wakamleta paka mchini. Na tangu siku aliingia katika nyumba ya mfalme Sauli, stori ya mapepo kufanya kulipuka ilifanya nini? Iliisha. Kwa hiyo matatizo ikapata nini? Jibu. Mfalme akapata jibu, lakini Sauli na yeye Daudi mwenyewe akafanya nini? Maisha yake ikafanya nini? Ikabadilika. Alikuwa anachunga mifugo 20, lakini akaanza kupata mshahara, akabarikiwa, na maisha yake ikafanya nini? Ikabarikiwa. Unisikilize vizuri. Nifuate mimi. Mwaka huu Mungu anasema ni mwaka wa sisi kwenda kufanya kazi. Kusudi mtu abarikiwe, kusudi mtu apanuke, lazima huyu mtu anayetaka kubarikiwa lazima afanye nini? Kazi. Kwa sababu Mungu atubariki kwa hewa, Mungu anabariki kazi ya nini? Ya mikono. Lakini ni kazi gani? Fanya kazi ili unafanya nini? Unajua. Mara mingi watu wanafeli kwa maisha kwa sababu wanafanya vitu hawafanye nini? Hawajui. Wakati wote utafanya kitu haujui, hautafanikiwa. Namba 1, unapofanya kitu haujui, hakuna mtu anakuhitaji, hakuna mtu anakutafuta. Daudi akuomba kazi, Daudi akutafuta kazi, lakini kwa sababu alikuwa anajua kucheza nini? Kinanda. Kazi ilipohitajika ni watu, mtu anayejua kitu anatafutwa, na mtu asiyejua kitu anatafuta. Na unapotafuta unatafuta una heshima, unapotafutwa unatafuta ukiwa na nini? Na heshima. Sasa sote hapa jinsi tulivyo, hakuna mtu wa juu, kila mtu ana kitu anafanya nini? Anajua. Uwe umesoma au kusoma, uwe mjini uwe kijijini, uwe mtoto wa tajiri mtoto wa maskini, hakuna mtu Mungu amemuumba pasipokuwa na kitu anafanya nini? Ajue. Kila moja kati yetu anajua. Na kama unataka kujua, unajua. Sio Daudi alisema yeye anajua kucheza kinanda, ni watu walisema Daudi anajua kufanya nini? Kucheza kinanda. Sasa kama tunataka kubarikiwa na tutoke kubarikiwa tupanuke, tunabarikiwa tukiwa nafanya kazi. Lakini hiyo kazi tunafanya kazi ya kitu tunafanya nini? Tunajua. Na wakati wote unangangana na vitu haujui, hautaenda mahali.
Kila mmoja kati yetu ana kitu anajua. Na nikwambia usikilize vizuri. Mungu aliumba iwe mtu ameokoka au asiokoka, mtu akitoka tu ndani ya tumbo ya mama yake anatoka na kipaji. Kila mtu ana kipaji. Hii masomo yote mko naona duniani wameanzisha masomo yote ni watu wa vipaji. Nani alianzisha mathematics? Alifunzwa na nani? Ni mtu wa kipaji. Nani alianzisha technology? Alifunzwa na nani? Ni mtu wa kipaji. Nani alianzisha science? Na alifunzwa na nani? Ni mtu wa nini? Ogopa, mtu wa kipaji ni mtu hatari kushinda mtu amesoma. Sasa lazima, kama nataka kufanikiwa, kama nataka kuinuka, kama nataka kupanuka, lazima nataka kupanuka na kipaji Mungu ameweka ndani yao. Mara mingi watu wanafikiri kipaji tu ni kuhubiri. Hapana, udaktari ni kipaji, engineer ni kipaji, vyote ni vipaji. Wakati walijenga hekalu na Mungu akamwambia sema wanahitaji kuweka hii, wanahitaji kuweka vifaa hivi, wanahitaji kuweka vifaa, Mungu akasema kwa sababu hiyo vitu haijawahi kutengenezwa, nimetia ndani ya mtu kwa jina yake tofauti. Anaweka kipaji ya uchoraji, kipaji yake ni kuchora. Chochote wanasema anahitaji, yeye anaichora, lakini si ya masomo, lakini ni kipaji amepata kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Sasa kama mtu anataka kufanikiwa, abarikiwe, na kisha kubarikiwa apanuke. Kusoma kutokusoma si shida. Mtu anabarikiwa, anapanuka kutokana na kile Mungu ameweka ndani yake. Daudi alizaliwa anajua tu kucheza kinanda, akapata kazi bila CV, akapata kazi bila kuingia darasa, akainuka mpaka kuwa rais, mfalme wa taifa kutokana na kipaji yake. Sasa matatizo ya watu wengi wanataka kubarikiwa. Shida ya kwanza, hawafanyi kazi, na kama ufanye kazi ni ndoto ya mchana kubarikiwa. Shida ya pili, watu wanataka kubarikiwa na kitu hawajui, wanafanya kitu hawafanye nini? Hawajui. Na wakati wote unafanya kitu haujui, haina mvuto, haitafanikiwa, haitaenda mahali popote. Sasa wewe una kitu unajua, mimi nina kitu najua, yeye ana kitu anajua, kila mmoja hapa. Hakuna mtu kati yetu, hakuna yule anakosa kitu anajua katika mambo ya kiroho. Katikati yetu hapa hakuna mtu anakosa kitu anajua kwa mambo ya kawaida. Kila mmoja kati yetu ana kitu anafanya nini? Anajua. Uwe umesoma au kusoma. Acha nikushangaze, matajiri duniani si watu wamesoma, ni watu wanatumia tu vipaji yao ya kawaida. Watu walifeli. Nikwambia, mtu mwenye alipata balbu hii, alienda shule wote walimfukuza, wakamwambia ana akili, akajaribu mara 99 akafanikiwa kupata mwanga. Sio mtu alisoma. Colgate ni mtu wa kuwa na chochote, ni mtu maskini, alijaribu masomo ilimshinda, lakini dawa ya meno ya Colgate ni kipaji, mtu aliipata. Sasa ukikutana na mtu wa kipaji, anashinda mtu amesoma. Sasa akwambia changa kipaji uunganishe na nini? Na masomo. Sasa Daudi alizaliwa tu anajua kucheza, na si Daudi alisema anajua, ni watu walisema Daudi anafanya nini? Anajua. Kama unataka kujua unajua kitu, usijiambie wewe unajua. Wakati wote uko unajiambia unajua, uko unajitesa, uko unajiumiza. Lakini watu ndio waseme anajua kuimba, watu ndio waseme anajua biashara, watu ndio waseme anajua kufundisha, watu ndio waseme. Ukisikia watu wanasema kuhusu, angalia kile unajua. Kuna wakati upepo fulani imepita hapa, tulipotoka South, tulipokuwa Tanzania kabla ya kuhama, tulipokuwa Arusha kabla ya kuhama Kenya, kulikuwa upepo fulani ya waimbaji walikuwa kwa kualika, wanaambia eka kwanza milioni kaza. Ni kweli? Wakina hawa wakina Shushu, wakina nani huyu, ni bebe jina yake tena nani, kwa sababu wanajua kuimba, walikuwa na watafuta sehemu yoyote na kwa gharama yoyote, kwa sababu mtaalamu anatafutwa kwa gharama yoyote na sehemu yoyote. Sasa kama hujui hauwezi kutafuta, kama hujui hauwezi kupata heshima,
Sasa mwaka ujao katika mifumo mbili Mungu anasema tunaenda kupanuka, lakini mtu hauwezi kupanuka bila kazi. Na kama unataka kufanya kazi ya kufanikiwa, fanya kile kitu unajua. Kile mimi najua sio kile wewe unajua, kile ule anajua. Sasa kila mtu fanye, rizika na kile unajua, hapana kukopi cha mwingine. Fanya asa, kila mtu iko original. Kila mtu vile Mungu alimuumba, anazaliwa anajue, pole pole tu anaanza kujue, pole pole. Niko na shauri kijana wangu wa mwisho, na nafikiri atanitii. Mwanzo tulikuwa namkemea, Yesu muongeaje, aongee. Mwanzo tulikuwa unamkuta kwa television, unakuta anashtuka simu na vitu vyote electronic, namkemea, wewe acha, mimi siruhusu mtoto afanye kila kitu mbele yangu, no. Yeye nakataa. Sasa lazima mtoto aelekeze. Lakini hivi kwa anafungua TV, anafungua radio, anafungua simu, anafungua everything na asome. Ndio amemaliza primary school, anaenda secondary school, anaifungua. Inye sisi wazazi, mimi sijue simu, ninanunua simu hata inaishia tu ikupiga WhatsApp, mwisho kule kwingine kote naogopa, sijaribu hata kuchukua na shingo. Lakini anaifanya everything mpaka unashangaa. Amekuja amekuta simu yangu fulani iko na shida, ameshughulikia nini, anayeshughulikia. Na mshauri, kio kipaji umezaliwa nayo, ukichanganya sasa uende elimu usomee hiyo kitu, ndio utaitwa nani? Professional, mtaalamu. Sasa wengi kati yetu tulifeli maisha zamani kwa sababu wazazi wetu walikuwa natulazimisha tusomee vitu hatufanye nini, hatujui. Lazima wewe utakuwa daktari, lazima utuhusu daktari, hauna hata chembe ya kitu chochote. Lazima wewe ukuwe profesa. Huyu profesa haujui chochote. Nakwambia kama unataka kufanikiwa utafutwe. Angalia, kwa kufanikiwa kwa maisha lazima ufanye, utafutwe. Na kwa mtu kutafutwa ni kusema anafanya nini? Anajua. Hauwezi kutafutwa kwa kitu ufanye nini haujui. Hauwezi kurinda, hauwezi kuweka bei gani kwa kitu ufanye nini haujui. Unajua sasa Daudi alipotolewa kijijini, anapelekwa kwa nyumba ya mfalme. Wako natafuta wachezaji binanda, wako wengi, lakini yao inaburudisha. Lakini ya Daudi haiburudishi tu, lakini inatoa nini? Mapepo. Alikuwa na uwezo ya kualeka kuomba mshahara wa aina yoyote, na mfalme afanye nini? Ampatie, kwa sababu hakuna mtaalamu kama yeye.